kazi ya mtu aliyoijenga juu yake ikikaa atapata thawabu. Wakorinto wa kwanza sura ya 3 aya ya 14. Shalom shalom, Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu yetu, rafiki yetu mpendwa ambaye unaendelea kufuatilia mafundisho kupitia channel ya Mikono ya Kristo, Mungu akubariki sana kwa kutenga muda wako kufuatilia mafundisho kupitia channel yetu ya Mikono ya Kristo hapa YouTube. Lakini hata wewe unayefuatilia mafundisho YouTube na kwenye mitandao ya kijamii kama vile Instagram, Facebook pamoja na TikTok, Mungu akubariki sana kwa kuwa unatenga muda wako kulitafuta neno la Mungu. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana, endelea kutia nguvu, uendelee na moyo huo wa kufuatilia mafundisho ili baraka za Mungu na mafunuo mbalimbali yaendelee kukufikia kwa wingi na baraka ziendelee kumiminika kwa kiasi ambacho utashangaa katika maisha yako yote. Basi ninalo somo siku ya leo ambalo linasema ama linakuambia ama linakuuliza, kazi yako itapimwa, umejiandaaje? Ndio somo letu la leo. Kazi yako itapimwa, umejiandaaje? Nimeweza kuambia hapo kwa habari ya Wakorinto wa kwanza sura ya 3 aya 14, kwa habari ya kazi yako itapimwa. Kazi yako itapimwa. Kazi gani? Unaweza kujiuliza, kazi gani? Kazi iliyotuleta hapa duniani kubwa ni moja tu. Na kazi hiyo Mungu ametuumba ili tumwabudu, tumpende, tu wafuasi wake, tu watu ambao lengo kubwa ni kueneza Injili na kulihubiri neno la Mungu kwa watu wote. Sasa wewe, kadiri ya nafasi yako uliopewa hapo ulipo, neno la Mungu unalifundisha? Ama ndio neno la Mungu umetuachia sisi watumishi? Umewaachia makuhani, umewaachia wachungaji, umewaachia manabii, au umewaachia hao ndio umeona kwamba hao ndio wanahusika na neno la Mungu peke yao? Wewe je, umekuja hapa duniani kwa ajili gani? Siku ya hesabu utakapoulizwa umefanya nini, utamwambia Mungu ulifanya nini? Au ndio utampa hesabu za duka lako, za mchicha wako, za shambani kwako, za daladala yako, za kampuni yako? Utaenda kumpa hesabu hizo Mungu wa mbinguni? Jibu lake ni rahisi tu, hapana. Mungu hatakuuliza hesabu zako za kampuni zilikuwaje. Mungu hatakuuliza shamba lako ulikuwa unapata nini. Mungu hatakuuliza hayo. Mungu atakuuliza yale ambayo, mwanangu, nilikuweka duniani unitumikie, uwajibike, unipende, wafundishe wengine. Je, ulifanya nini kwa ajili yangu? Wewe ulipokuwa duniani, wangapi waliokolewa kupitia wewe? Wangapi walipona kupitia wewe? Wangapi walifarijiwa kupitia wewe? Uwepo wako duniani ulisababisha Mungu wa mbinguni atukuzwe kwa namna ipi? Ama uwepo wako wa duniani unaweza kusababisha Mungu wa mbinguni atukuzwe kwa namna gani? Tangu asubuhi ulipoamka mpaka jioni ulipoenda kulala, Mungu ametukuzwa kupitia wewe kwa njia gani? Hilo ndo swali la msingi. Kwa njia gani Mungu ametukuzwa? Unaomba kweli sawa sawa? Unamsifu Mungu sawa sawa? Unalihubiri neno la Mungu? Unayaishi yale maisha ambayo Mungu angependa wewe yaishi na mimi niaishi katika sifa na utukufu wa jina lake? Yanafanyika hayo? Hizo ndizo kazi ambazo zitakwenda kupimwa. Ndio neno la Mungu linasema katika kitabu cha Wakorinto kwamba kazi zenu zitapimwa kwa moto. Yaani umefanya kazi sawa, lete kazi. Sasa hiyo kazi tu umeifanya itapimwa kwa moto. Sasa wewe ambaye hujafanya kazi, sijui hata kipimo chake kitakuwa nini. Maana ukifanya kazi legelege itapimwa, ikiteketea maana yake wewe thawabu yako inaondoka. Ukifanya kazi vizuri itapimwa kwenye moto kama dhahabu, ikitoka ni dhahabu safi. Wewe umefanya kazi nzuri. Sasa je, wewe ukipimwa itaonekana kazi yako uliyofanya ni ipi? Haleluya. Mungu akupe mafunuo upate kuelewa kwamba unatakiwa ufanye kazi ya Mungu.
Unatakiwa ufanye kazi ya Mungu bila ulegevu. Unapoamka asubuhi yako mambo mengi. Unaamka asubuhi, mfano mdogo, Mungu amekuita kwa ajili ya kuwahurumia na kuwafariji wahitaji. Wewe uwezo unao, maneno ya kuambia hata pole ndugu yangu, utafanikiwa, jipe moyo, hauambii, lakini ndio kwanza umekuwa mstari wa mbele kuwasimanga watu. Hiyo ni kazi umepewa, unaipuuzia. Ndani yako unasikia kabisa unatakiwa kuwasaidia watu wasiojiweza, na uwezo wa kuwasaidia unao. Ukikutana nao unawapita kama gari bovu, kama huwajui vile. Umeacha hayo, matokeo yake pesa yako unaipeleka kwenye anasa. Marafiki zako ni watu wa anasa. Maisha yako ni ya anasa. Umewekeza kwenye anasa wakati Mungu amekuita ufanye kazi yake. Kazi hiyo itapimwa hiyo. Uliitwa kwenye kazi ya kuhurumia na kusaidia watu? Hakuna. Nyumbani kwako na watoto hawajui hata kusali. Hawajui, na unao nyumbani kwako kila siku. Wanajiendea tu. Wanafundishwa mafundisho hata wasiyojua mitandaoni. Basi ukienda kanisani mara moja, ama ukienda kanisani unalakia kuondoka, ama ukishatoka kanisani yani unaenda Jumapili au unaenda siku ya ibada kama siku ya wajibu tu, kwamba leo ni siku ya ibada, ngoja niende kanisani. Unaenda kanisani ili uonekane kama umeenda kanisani, na watoto wako mkirudi nyumbani, basi nyinyi ni TV, nyinyi ni internet, nyinyi ni simu, nyinyi ni kucheka tu kama vichaa. Basi siku imeisha. Hakuna kitu unafanya, hakuna ibada, hakuna maombi, hakuna sala ndani kwako, hata kitabu cha kuwafundisha watoto wako neno la Mungu hakuna. Wakristo hata Biblia ndani mwenu hamna. Mnategemea Biblia za kwenye mitandao, endelee kutegemea, lakini hizo Biblia kuna siku zitafutwa kwa siku moja tu, hazitokuwepo. Ndipo mtakapokumbuka kwamba Biblia ile ilikuwa ni muhimu sana kwa ajili ya nyakati zijazo. Hawajui kufungua vitabu. Kwenye Biblia ya kwenye simu yako sawa, unaweza ukaitumia kwa dharura, lakini haijapangiliwa vizuri mtu akajua kitabu cha kwanza ni kipi na cha mwisho ni kipi. Biblia imekaa katika mfumo gani? Ni ngumu kuelewa katika Biblia kwa simu. Biblia za simu nyingine za udanganyifu, kuna aya wanaziondoa, kuna mafundisho mbadilika. Ziko Biblia wanaita Biblia za watoto, hazina maana yoyote, ni upuzi mtupu. Wanazitoa mpaka hadi kopi, wewe una habari. Watu wako waenda shuleni, wanapewa Biblia ambazo ndizo hao wanaosambaza mambo yasiyofaa, wanafundishika vizuri na Biblia za uongo. Wanakuja kukuhubiria na wewe usiyejua lolote, unapotea. Mtoto wako naye anakupoteza, anaingia kwenye mafundisho ambayo yasiyo sahihi. Hii nimeshakukutana mimi kama mtumishi. Yupo mtu akiwa ameolewa kabisa, na ninamfahamu, ni rafiki yangu. Aliwahi kuniuliza swali moja nikashangaa sana. Aliuliza swali kabisa la kibiblia. Nikasema hii ni hatari. Anasema imeandikwa wapi? Nikamwambia soma mstari fulani. Yaani hajui chochote. Ameenda kwenye mafundisho huko, amefundishwa, ameambiwa hiyo kitu sio sawa sawa, sio halali. Akaja kuniambia na mimi anani challenge kwamba hiyo sio halali. Nikamwambia wewe lete Biblia yako kwanza nione. Lete, una Biblia? Akaniletea, bahati nzuri Biblia ilikuwa nayo. Nikamwambia soma mstari fulani. Akasoma akaelewa. Hii ni kwa nini? Kwa sababu watu hawataka kusoma Biblia. Mnaacha watoto wanaenda kwenye games, wanaenda kwenye maisha ya anasa zaidi. Mnalea watoto kwa anasa zaidi bila kuwasaidia kuwa na elimu ya kiroho. Hii ni hatari sana. Maisha yote unayoishi yametawaliwa na mambo ya rohoni. Hivyo mtoto asipojua ukweli kuhusu Mungu, asipojua ukweli kuhusu Kristo Yesu, asipojua ukweli, manake atadanganyika na uongo na atabeba. Kwa sababu lazima ubebe kimoja. Hakuna namna, dunia hii tulionayo lazima ubebe kitu kimoja. Lazima ujue kwamba njia ya kweli na ya uzima anayo Yesu mwenyewe. Lakini usipolibeba hilo, basi utaenda kwenye njia za giza ambazo zinafundishwa kwa namna mzuri sana, ya kupendeza sana na ya kuvutia sana. Ndio mtu anaporomoka. Ukija kushtuka tayari ameharibikiwa. Sasa nakwambia kazi yako itapimwa. Watoto wako unawafundisha neno la Mungu? Unakaa mtaani kwako, majirani zako tu wana tabia zisizofaa, hata kuwaambia jamani, hii tabia haifai. Wewe ni mtumishi wa Mungu. Yaani wewe ni mtumishi wa Mungu, sio lazima uwe mchungaji. Wewe ni mtu ambaye umempokea Yesu. Wewe ni mfuasi wa Yesu. Kwa sababu ukiwa mfuasi wa Yesu, maana yake unaeneza injili, unaijua injili vizuri, unaijua habari njema vizuri, unalijua neno la Mungu vizuri. Kwa hiyo unaona watu wanafarakana, inabidi wewe uwe mfano. Uwe mfano, wapatanishe watu, waombee watu, waambie watu hii sio sawa sawa. Sasa ukimfundisha mtu sio sawa sawa, akigoma, akiendelea kufuata njia anayotaka yeye mwenyewe, wewe huna hatia mbele za Mungu, kwa sababu jukumu lako umelitimiliza.
umetimiliza jukumu lako na mtu amegoma. Huyo ni mwanadamu mwenye akili timamu, huwezi kumlazimisha. Lakini unakaa na watu wako karibu, pengine mnakaa nyumba moja, unaona kabisa watu wanaharibikiwa, unaona kabisa watu wanapotea, unaweza kuwaambia, unaweza kuwashauri, lakini umekaa kimya, unawatazama tu kama wewe unachungulia kwa kijicho tu, unasema shauri yao. Sio shauri yao, uovu wao huo, damu yao itakulilia, kwa sababu haukuwaonya, kwa sababu haukuwaambia. Huko dukani kwako watu wanakula rushwa hadharani na wewe unashiriki, hauna habari. Hiyo itakulilia. Hiyo ndio sehemu Mungu anasema ulitumika sawasawa, ulimtumikia Mungu sawasawa. Kazi ya Mungu aliyokupa uliifanya sawasawa, kwenye jamii yako ulifanya sawasawa. Hebu tusome kwa habari ya Yesu. Yesu alikuwa anafanya nini? Mathayo sura ya 4 aya 23. Twende kwenye kitabu cha Mathayo, fungua Biblia yako. Mathayo sura ya 4 aya 23. Anasema nini Mathayo hapa? Yesu alikuwa anafanya nini? Anasema hivi: naye alikuwa akizunguka katika Galilaya yote, akifundisha katika masinagogi yao na kuihubiri habari njema ya ufalme na kuponya kila ugonjwa na maradhi ya kila namna waliokuwa nayo watu. Huyo ni Yesu. Ameponya wagonjwa, ameondoa maradhi ya watu. Na wewe pia unaweza ukafanya uponyaji, aidha kwa kuomba au kwa kufariji. Unajua, unaweza ukamfariji mtu akapata uponyaji. Je, ulimfariji mtu? Mtu ametarikiwa, amefukuzwa katika nyumba yake, ametupiwa mabeki yake nje. Ulipomuona ulimwambia, Bwana pole, jipe moyo, Mungu yupo, muamini Yesu atakusaidia, omba Yesu akusaidie. Ulimwambia au ulimchungulia dirishani ukawa unamcheka? Maana kuna sehemu zingine watu wanapigana usiku, wanafurumushana asubuhi. Wao kazi yao ni kuchungulia na kutaka kujua tu nini kinaendelea. Alafu kesho wanakuwa na mashuhuda wa kwanza, eti jana kilitokea nini, wakati waliona ugomvi ambao angeweza kwenda kuwagombelezea. Pengine wale wasingeachana pale, wangeweza kulisikiliza neno la majirani zao, wangeendelea kudumu. Lakini wao wamecheka, wamefurahia, watu wakaachana, ndoa ikaharibika. Mwingine kaenda kujiua huko, mwingine kaenda kagongwa na gari huko kwa sababu ya mawazo, maisha yamekatika. Lakini angetokea mtu mmoja tu angemfariji, pengine angenusuru uhai wake. Ndio uponyaji ambao Mungu anasema hata wewe unaweza ukaponya. Je, umetimiza wajibu wako? Umetimiza wajibu wako? Unakaa kwenye nyumba, yupo mtu, labda unaishi kwenye nyumba ya kupanga, unaishi na vijana au na watu wazima, sawa, unaishi humo, wewe ni mtumishi wa Mungu ambaye unamwamini Yesu, unaamini Mungu mwenyewe. Mtu unamuona kabisa kazi yake ni kubadilisha wanawake, au wanawake wengine kazi yao ni kubadilisha wanaume. Siku moja umwambie tu kwa upendo, ndugu yangu, Mungu anakupenda, Yesu anakupenda, hiki unachokifanya hakimfurahishi. Jitahidi kujifunza kurekebisha tabia hii, sio nzuri. Mwambie kwa upendo tu. Uwezi jua, mnawezekana mtu mwingine amejikatia tamaa, amejiamulia vitu kwa sababu ya kukata tamaa. Pengine kwa neno lako tu, inawezekana asikujibu chochote, inawezekana akakutukana, inawezekana akakudharau, inawezekana akakupuuzia. Nisikilize kwa makini. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Zaburi ya 119 aya ya 105, neno la Mungu ni taa. Kama linakuhusu, yani mtu akikwambia kitu kinachokuhusu kinakumulika. Hata ukikataa, hata ukitukana, lakini haiwezi kuondoka moyoni mwako kwa sababu taa imeshakumulika. Na anayekumulika pale ni Yesu mwenyewe, anakumulika kupitia wewe uliyemwambia. Kuna siku atakaa, lile neno itajirudia. Atasema, mimi nimeshakuambia kitu cha namna hii. Aidha atakupuuzia wewe, atakutana na mtu mwingine atamwambia jambo lile lile. Akiambiwa mara 3 mara 4 atasema, lakini mbona nimeambiwa jambo hili? Hii sio mara ya kwanza. Moyo wake utaanza kutafakari, moyo wake utaanza kuelewa, akili yake itaanza kutafakari na kuelewa kwamba kuna jambo lisilo sahihi. Inawezekana kwa sababu tu wewe ulimwambia, kwa sababu tu wewe ulimtamkia jambo lile akabadilika, lakini wewe umemwacha. Atajua mwenyewe. Yeye anapiga turuti, ingia toka, ingia toka. Yamkini hapo ulipo kanisa wanalosali angeweza kwenda kuhudumiwa kiroho, hiyo hali ingemtoka, kwa sababu mtu ana namna hiyo ana shida ya kiroho. Sio shida yake, ni shida ya kiroho ndani yake inayofanya kazi katika mambo mazito kama hayo. Wewe unamtazama tu, unamtazama tu, unamtazama tu. Unakaa kwenye nyumba, watu wanaumwa,
wako ndani wanaumwa, hawajiwezi, hawawezi. Wewe unaweza kuwasaidia. Mtu ambaye unajua kabisa huyu unakaa naye, huyu maisha yake asipoenda kazini hana chakula, wewe unacho chakula. Bwana, mimi sina kitu kikubwa, basi chukua hata unga kilo moja, chukua sukari, chukua 10,000 bwana, itakusaidia siku 2-3. Yule mtu atafarijika, anapona, kwa sababu wewe umeenda kumfariji, sio kwa sababu ya kitu kikubwa ulichompa, bali kwa sababu ya faraja ambayo wewe umeipeleka katika maisha yake. Yamkini ndugu zake wapo, hawampigii simu, hawaongei, yuko tu anajitegemea yeye mwenyewe. Wengine hata ndugu hawajui, hawana ndugu. Kuna watu wana ndugu lakini hawajui kabisa ndugu zao. Wao wanaishi wao kama wao. Wewe unamwona mtu kama unampuuzia, unamwacha na unamjua. Mnaishi nyumba moja. Mpaka mtu anapata matatizo, anazidiwa. Mtu anafia ndani, mpo humo. Mlikuwa jamani tulikuwa tumuone, hata kumuuliza hali yake. Mnaishije namna hiyo? Ulitimiza wajibu wako? Huko ndiko kutimiza wajibu. Unaona Yesu alizunguka katika Galilaya yote. Jamani, Yesu ni Mungu. Angeweza kukatwa akasema njooni kama ofisini. Jamani, njooni huku. Angetuma wanafunzi wake waambie nipo huku, waje. Lakini Yesu aliwafuata watu. Tofauti na Yohane. Yohane alienda jangwani mwenyewe. Yohane alienda nyikani mwenyewe, akahubiri neno, watu wakamfuata Yohane. Tofauti, Yesu anawafuata watu, kwa sababu Yesu alikuja kwa lengo la kuhurumia watu. Huruma ya Mungu ndio ilimfanya Yesu akaja. Isingekuwa huruma ya Mungu, Yesu asingekuja. Ndio maana Yesu alihangaika huku na huku akihubiri Injili. Walipomtukana alienda, walipomfukuza alienda, walipotaka kumtumbukiza kwenye makorongo alienda, hakujali. Na wewe Mungu anakuita kwenye nafasi ambayo amekuweka. Unapotoka asubuhi, jiulize, leo nitamfanyia nini Mungu? Maana hiyo ndio suluhisho. Mungu nitamfanyia nini? Mimi nifanye nini siku ya leo? Usikubali siku ikapita ukiwa haujafanya jambo lolote la kumtukuza Mungu. Hiyo ni hasara kubwa. Lazima utadaiwa. Kazi yako lazima itapimwa. Kwa hiyo siku yako hiyo uliamka kama leo, umefanya nini? Usiku kabla ya kulala tafakari, hivi mimi nimefanya nini? Yaani kuna watu hata kulisoma neno la Mungu haiwezekani. Hata kwa bahati mbaya hakuna. Biblia anayo hapo ilipo, ina vumbi, imeliwa na panya hajui, karatasi imegandamana hajui, yupo tu. Muulize kuhusu mambo ya mitandaoni. Muulize kuhusu kwa habari ya mipira, kila kitu anakijua. Hasara kubwa. Hasara kubwa. Na watoto ni hivyo hivyo. Anajua wachezaji wote wa Tanzania. Anajua wachezaji wote wa kimataifa, anawataja. Muulize bwana, nabii mmoja kwenye Biblia tu, nabii mmoja tu. Unataka kukubahatisha nitajie nabii unayemjua. Hajui. Hii sasa ni hasara kubwa na wewe unafurahia. Hiyo ni hasara kati ya hasara kubwa. Haiwezekani jambo la Mungu usilijue, mambo ya duniani ukayajua. Unajua vitu vya kupita, unaacha kujifunza vitu ambavyo vinaishi milele hata ukifa. Neno la Mungu litakusaidia katika maisha yako ya hapa duniani na hata huko unakoenda, utakapoelekea baada ya kifo, uende wapi? Maamuzi ya wewe utaenda wapi yatatokana na maisha unayoishi, kadri Biblia inavyosema. Sasa hutaki hayo yote. Anyway, nikupe tu njia rahisi. Chukua Biblia yako, soma kwa habari za Mathayo sura ya 5. Inaitwa hotuba ya milimani. Usihangaike, jifunze hapo. Mathayo sura ya 5, soma hapo, kuna vitu ambavyo Yesu alikuwa anavieleza sana. Soma hii sura ya 5 tu. Hii yote soma tu sura ya 5 tu. Soma hapo utajifunza katika hivi vya Mathayo tu. Yaani Mathayo tu sura ya 5 ukisoma, jiulize, hivi mimi hapa nini nafanya katika hivi hata kimoja? Kipi ambacho nakifanya mimi? Nina heri gani kati ya hizi ambazo Yesu amezisema? Wewe jitathmini mwenyewe. Usiamke tu kawaza duka kali yako ndugu yangu. Usiamke ukawaza hardware yako. Usiamke ukawaza shamba lako. Usiamke ukawaza unaweza ukawa unafanikiwa sana kabisa kiasi cha kwamba shetani amekuteka, anakufanikisha sana. Maana kuna watu wanafikiri mafanikio tu ni baraka. Kuna mafanikio mengine ni laana, kwa sababu ukiona umefanikiwa alafu umemwacha Mungu, hata kama uendi kwa waganga, bro, dada, kaka, umepotea. Kwa sababu Mungu hawezi kukufanikisha yeye alafu wewe umkatae. Ndipo aliposema ni rahisi kwa ngamia kupita kwenye tundu la sindano kuliko tajiri kuona ufalme wa Mungu. Alikuwa anamaanisha hivyo.
Sio kila utajiri ni utajiri wa kafara, sio kila utajiri ni utajiri wa mazingaombwe. Unaweza ukawa umefanya kazi, umerithishwa utajiri, utajiri ni wa halali, lakini ikishatokea utajiri au mali zako ndio unaziabudu kuliko Mungu, wewe ni basi, ufalme wa Mungu haupo. Sio kwa nia mbaya, kwa sababu utakuwa una roho yako, akili yako, nafsi yako, mawazo yako yote yapo kwenye mali. Ukiambiwa habari za kanisani hakuna. Yaani wewe uko lazi uambiwe michango natoa. Nisikilize bwana, michango sio muhimu sana kuliko Mungu. Yaani wewe kama unatoa michango, nisikilize kwa makini, ninakwambia sasa. Ninakwambia neno la Mungu kama Bwana aishivyo. Yaani kama wewe ibada hujui, kama wewe haumwabudu Mungu katika roho na kweli, kama wewe hauendi mbele ya Mungu kusujudu, kuabudu, kusifu, yani kama wewe unaenda kanisani kwa sababu uonekane, wewe unaenda kanisani gari lako zuri uonekane, wewe unaenda kanisani ili uchangie uonekane, ndugu yangu, kama una nafasi ya kuacha, acha jambo hilo mara moja, kwa sababu halito kupeleka mbinguni. Manake wewe utakuwa unafanya ibada za kishetani bila kujua. Mungu hatolewi kitu ili uonekane. Mungu anatolewa kitu ili sifa na utukufu viwe ni vya kwake. Elewa hilo jambo. Mungu hataki wewe utoe ili uonekane. Nasema mimi nipungue ili wewe uongezeke. Kwa hiyo wewe hata kama una nini, unatakiwa ushuke ili Mungu afanye nini? Aongezeke. Kwa hiyo unatoa chochote, unasaidia kanisa, unasaidia yatima, ni katika sifa na utukufu, ama ni kwa ajili ya sifa na utukufu wa jina lake Mungu wa mbinguni, wa jina lake Yesu Kristo mwenyewe. Hilo ndilo kusudi. Sasa wewe inawezekana una mali, basi wewe ukiamka, nitachangia mimi na familia yangu tutachangia milioni 10, alafu hakuna ibada. Bro, ndugu yangu, baba, kaka, mjomba, shangazi, ndugu yangu kabisa, kwa jina la Yesu Kristo niko mbele yako, ninakusi hiyo tafakari vizuri. Haijakaa sawa sawa. Hiyo haijakaa sawa sawa. Ikiwa unatoa kwa madhumuni wasema hapa lazima nitoe Mungu atukuzwe, hata kama watu wakijaribu kunyanyua, wewe moyoni mwako useme mimi sitaki hiyo. Mimi nimetoa ili Mungu atukuzwe. Maana sio kila utakachokitoa kitaonekana. Kuna vitu vitaonekana, lakini umetoa ukiwa moyo wako unawaza nini? Unataka upewe maiki uongee ili kwamba umetoa. Mimi ndio nimechangia mifuko 400 ya simenti. Hapo umekosea, umeharibu kila kitu. Haitokusaidia. Yani lako umetoa imeenda, alafu mbele ya Mungu haina faida yote, ila kwa sababu za kimaslahi, kwa sababu za kutaka ujulikane, hapo utakuwa umewin. Hapo umefanikiwa. Lakini mbele ya Mungu zero. Kazi inapimwa. Kwa hiyo mwingine akasema mimi nachangia sana kanisa. Ndugu yangu, unaweza kuwa unachangia sana kanisa. Unaweza kuwa unachangia sana wahitaji ndani ya nafsi yako. Hiyo kazi unaifanya ni kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu, ama ni kwa ajili ya kwako wewe mwenyewe? Tafakari na hilo ili ujue kwamba nipo njia gani. Sisi watumishi kazi yetu ni kufundisha na kuwasihi kwamba hiyo unayofanya punguza, hii usifanye, sio mzuri, neno la Mungu linakataa, ili wewe utafakari. Sisi kazi yetu kukufundisha, hatukulazimishi. Tunakufundisha ili usikie neno la Mungu, usikie habari njema, na wewe uchukue muda wa kutafakari kwamba hii kweli ni sawa sawa. Roho wa Mungu ni mwaminifu, atakwambia kwamba hii sio sawa, hii ni sawa sawa. Ukisikia amani moyoni mwako unachofanya kama ni sawa sawa, heri. Amani ya Kristo itawale ndani yenu. Sasa kama amani ya Kristo itawale, maana unachokifanya sio kitu sawa sawa, kazi yako itapimwa. Sasa ukisoma katika hii nimezungumza kwa habari ya Wakorinto, nitakusomea Wakorinto hii sura ya 3 aya ya 13 na ya 14. Aya ya 13 inaanza kwa kusema hivi: maana siku ile itadhihirisha kwa kuwa yafunuliwa katika moto. Nielewe vizuri, kwa kuwa yafunuliwa katika moto, na ule moto wenyewe utaijaribu kazi ya kila mtu ni ya namna gani. Kwa hiyo kazi yako itajaribiwa kwenye moto. Kazi yako ni ya namna gani? Umejitolea sawa, umetoa mamilioni ya fedha sawa, makanisa yamejengwa mengi sawa, umesaidia watoto yatima sawa, una vituo vya watoto yatima sawa, unalisha wajane sawa. Kazi uliyoifanya kwa Mungu inaonekanaje? Ndicho nilichokuwa nakwambia. Soma Biblia yako. Mungu anaitazama kazi yako, anaiona kweli ni kubwa, lakini moto unateketeza hiyo kazi, kwamba ilikuwa kwa ajili ya
kujisifu yeye mwenyewe, haikuwa kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu, kazi imeharibika. Yaani umetoa pesa nyingi, umetoa vitu vingi, lakini sifa na utukufu vikaondoka, kazi inaharibika. Kazi yako itapimwa, haijalishi unaona ni kubwa kiasi gani ama unaona ni ndogo kiasi gani. Hakuna kazi ndogo mbele ya Mungu, wala hakuna kazi kubwa mbele ya Mungu. Ili mradi Mungu amekupa kazi, fanya kwa uaminifu. Mtu anaangamia, unamchola tu. Unamwona kabisa huyu njia anayokwenda huyu ataharibikiwa sasa hivi, unampita tu kwa kuwa sio wako. Kumbe ungemwambia, angeweza kubadilika, kwamba ndugu yangu, hiyo njia sio sahihi, badilika, usipite huko. Anasikiliza. Asiposikia, haiwezi kukulilia damu yake, kwa sababu ulimwambia akakataa, umemsia akagoma, basi. Lakini wewe umekaa kimya, hausemi chochote, Mungu atakudai. Atakwambia, nilikupa nguvu ya kuwashauri watu wabadilike, ungesema wewe angekusikia, lakini haukusema, ninakudai. Kazi yako inapimwa kwenye moto, inateketea. Lakini ikivuka, unapata ile thawabu ambayo Paulo anasema katika Korinto kwenye aya 14, anasema vizuri kwamba kazi ya mtu aliyojenga juu yake ikikaa, atapata thawabu. Ikikaa wapi? Juu ya moto. Ule moto ukipitishwa ikakaa, maana yake ni sawa na dhahabu inayopitishwa kwenye moto. Ikitoka upande wa pili ni dhahabu safi, isipotoka hiyo feki, si ndio? Na ndio kazi yako itakavyopimwa. Kwa hiyo jitahidi kubadilika mpendwa, anza kufanya mambo yako katika ule mpango ambao Mungu amekusudia ndani ya maisha yako. Usije ukapoteza muda hapa ulimwenguni kwa mambo ambayo yanapita. Wewe unapita na vitu vyote vinapita. Hapa kuishi miaka 100 na zaidi ni mtihani. Miaka yani hapa ni miaka 110 na 20 imependelewa sana. Sasa miaka 100 ndugu yangu ndio ujivunie kwa miaka 100. Yaani imekuwa miaka mingi kabisa hii. Miaka 70, 80, 90 unajivunia kabisa duniani. Mimi ndio mimi miaka 70. Yaani kesho kuta imeondoka. Na katika miaka 70 hiyo miaka ambayo unajielewa tunaweza kama miaka 40 tu. Unaweza kujitegemea una miaka 30. Sasa ukitoa 30 kama ni 80 una miaka 50 tu ya kujitawala. Miaka 50 tu. 50 tu. Unajivunia hiyo ndugu yangu. Na kusibadilika ili Mungu aanze kukuhudumia. Hujachelewa. Kwa Mungu hakuna aliyechelewa. Hata kama una umzee kiasi gani. Unaweza ukaokoka leo tu ukafa kesho. Wewe ni mbinguni. Kwa Mungu hakuna aliyechelewa. Sema bwana nimefanya sana uovu, nimetenda mambo yasiyofaa, sikutimiza wajibu. Kwa Mungu kwanza hakuna mzee. Hakuna mzee. Hakuna mtu aliyechelewa. Wakati ni sasa. Kubali kuokolewa. Kubali kuokolewa, kubali kufuata njia za Mungu, kubali kukiri kila kitu na kuacha. Kama una mambo ya kafara, mambo ya waganga, mambo ya washirikina, kama una mambo ya matambiko, mambo ya miungu, acha. Yaani kubali kwamba umeacha, mfuate Yesu. Na Yesu atakuokoa. Yesu ni mwingi wa huruma, atakuokoa hata dakika za mwisho. Yaani hata kama unakufa baadaye, yaani ukitubu sasa hizi Mungu hawezi kusema yaani wewe umekaa miaka yote hiyo haujatubu, hiyo kutubu sasa hivi sikubali. Hakuna. Kwa Mungu hiyo hamna. Unatubu na kweli unakufa kifo chema. Mungu akubariki sana kwa kuendelea kufuatilia mafundisho haya. Wewe unaifuatilia. Mungu akubariki kwa kweli, kwa sababu sio jambo jepesi. Hasa dunia hii ya leo. Mambo ni mengi ya kufuatilia kwa mitandaoni, lakini wewe umekubali kufuatilia mafundisho haya. Mungu akubariki. Mungu akubariki, Mungu akubariki. Na share mafundisho haya kwa wengine. Watumie tu linki watu mbalimbali. Labda kuna mwingine anaweza kubarikiwa, wawili watatu wanne watabarikiwa kwa ajili tu yako ulioshare mafundisho haya, na Mungu ataendelea kutukuzwa. Lakini endelea kufuatilia mafundisho kupitia mitandao yetu ya kijamii, Instagram, Facebook pamoja na TikTok, na channel yetu ya WhatsApp kwa jina hilo hilo la Mikono ya Kristo. Pia bonyeza subscribe. Hii itakusaidia kwamba tunapokuwa tunaposti mafundisho utakuwa wa kwanza kuyapata kwa urahisi. Inawezekana siku tunaposti ndio siku ambayo fundisho linakuhusu wewe moja kwa moja. Itakuwa rahisi wewe kubarikiwa kwa sababu umebonyeza subscribe, na utazidi kutusaidia watu wengi kufikiwa kwa mara moja. Maana injili tunapokuwa tunafundisha kwenye mtandao tunawafikia watu wengi kwa urahisi. Kuna namba za simu hapo unaweza kutupigia. Kuna watu najua kama mpo nje ya nchi. Watu wako London, watu wako Marekani, watu Afrika Mashariki, watu wapo Afrika ya Kati, Afrika ya Kusini. Kila mahali ulipo, huko Asia, huko wapi, namba za simu za WhatsApp zipo hapo. Tuwasiliane. Basi inawezekana kuna shida, unahitaji maombi, unahitaji maombezi, unahitaji ushauri, kuna ndoto atakutafsiriwa, basi wewe tuwasiliane tu na tutakusaidia kadiri vile Roho Mtakatifu atakavyotupa nguvu ya kukuhudumia. Maana haya tunayoyafanya yote sio kwa akili zetu. Mimi siwezi, si chochote mimi bila Yesu.
ila Yesu mwenye nguvu, mwenye uwezo wa kutenda, nina imani kabisa atakutendea kama vile alivyowatendea wengine. Maana nikuhakikishie, Yesu amewatendea watu matendo makubwa sana kupitia chombo hiki, mikono ya Kristo. Matendo makuu kabisa ya kutisha Yesu amewatendea watu, tena ni bure kabisa. Yesu amewatendea watu matendo makuu kabisa kupitia chombo hiki. Basi na imani kabisa na wewe kama utaamini, Yesu atakutendea. Wakati ni sasa, haujachelewa. Wakati ni sasa, ukikubali basi Yesu atakutendea mambo makubwa na ya ajabu. Basi ninakushukuru sana tena na tena kwa niaba ya timu nzima ya mikono ya Kristo. Ulikuwa na mimi mtumishi wa Mungu Norbert Simon Mpunga. Hadi wakati mwingine, bye bye.